Eagle 1 copies, proceeding to target area. Eagle 1, bandits at 2 o'clock, engage. Copy, engaging. Move on! Push through the smoke! RPG left flank! Take cover! Heavy fire! Keep pushing! Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Usiku ulikuwa mzito juu ya Istanbul. Mawingu mazito yalining'inia juu ya anga la jiji, huku taa za barabarani zikitoa mwanga wa manjano uliokatika kwenye mvua nyepesi iliyokuwa inaanza kunyesha. Saa ilikuwa 5:48 asubuhi, wakati ndege ya mizigo ilipogusa ardhi kimya kimya kwenye uwanja mdogo wa kijeshi uliotengwa pembeni ya jiji. Hakukuwa na shamra-shamra, hakukuwa na matangazo. Kulikuwa na ukimya wa kazi. Daniel alishuka kwanza. Uso wake haukuonyesha hisia, lakini macho yake yalikuwa yakichambua kila kitu. Taa za mbali, minara ya mawasiliano, magari yaliyokuwa yameegeshwa pembeni. Hii haikuwa operation ya kuingia kwa kishindo, ilikuwa ni operation ya kivuli. Taarifa walizokuwa nazo zilikuwa chache lakini nzito. Mtandao wa kimataifa wa usafirishaji wa silaha ulikuwa ukitumia njia ya siri kupitia milima ya Anatolia kusafirisha vipuri vya mfumo mkubwa wa kijeshi usiojulikana kikamilifu. Njia hiyo iliitwa kwa kificho Iron Corridor. Lengo lao halikuwa kuanzisha vita. Lengo lao lilikuwa kukata mishipa ya mtandao huo kabla haujawa kitu kisichozuilika. Magari mawili ya kiraia yaliwasubiri. Waliingia bila kusema sana. Ndani ya dakika 10 walikuwa wanakatiza mitaa ya pembeni kuelekea bandari ya kibiashara. Bandari ya Istanbul usiku ilikuwa mchanganyiko wa sauti za chuma kugongana, kelele za crane na harufu ya mafuta mazito ya dizeli. Drone ndogo ilirushwa juu kutoka kwenye paa la jengo lililokuwa jirani. Picha za moja kwa moja zilionyesha ghala lililotengwa, malori manne ya mizigo na walinzi waliokuwa wakizunguka kwa mpangilio wa kijeshi. Hawa si walinzi wa kawaida, Rico alinong'ona kupitia kipaza sauti cha sikioni. Daniel alitikisa kichwa. Dakika 5, hakuna kelele. Mlango wa nyuma wa ghala ulivunjwa kwa kifaa maalum kisicholeta sauti. Waliteleza ndani kama vivuli. Mlinzi wa kwanza alianguka bila hata kupata nafasi ya kupaza sauti. Wa pili aligeuka kuchelewa. Ndani ya kontena la pili walipata kile walichokuja kukitafuta. Vipuri vya mfumo wa kuelekezwa kwa kombola vikiwa vimehifadhiwa kwenye sanduku la chuma lenye alama za kiwandani zilizofutwa makusudi. Lakini kabla hawajamaliza kurekodi ushahidi, taa za ghala zilizimika ghafla. Giza zito lilitanda. Sekunde moja baadaye, risasi ilipasua hewa na kugonga kontena karibu nao. Contact, Daniel alinong'ona kwa sauti iliyobeba tahadhari. Moto wa risasi ulianza kutoka pande mbili. Walikuwa wamevamiwa. Mamluki waliovaa silaha za kisasa waliingia kwa formation iliyoonyesha mafunzo ya hali ya juu. Hii haikuwa ajali. Mapigano yalikuwa ya karibu, ya haraka, ya fujo. Cheche zilikuwa zikiruka kila risasi ilipogonga chuma. Ethan alipigwa bega na kuanguka, lakini alijivuta nyuma ya kontena na kuendelea kufyatua kwa mkono mmoja. Daniel alimvuta kwa nguvu na kuongoza kikosi kuelekea mlango wa dharura. Walitoka kwenye mvua na kukimbia kupitia mtaa mwembamba uliokuwa umejaa magari ya zamani. Magari mawili ya pickup yaliziba njia mbele yao. Wapiganaji waliruka nje kabla hata hayajasimama kabisa. Risasi zilijaza hewa. Hakukuwa na mstari safi wa vita. Ilikuwa ni kelele, moshi na mwanga wa risasi unaokatiza giza. Dakika chache baadaye, walifanikiwa kupenya kwenye mtandao wa mitaa ya nyuma na kupotea ndani ya jiji lililokuwa bado halijijui kwamba vita ndogo ilikuwa imepita ndani yake. Walipokutana tena kwenye safe house,
kimya kilikuwa zito. Operation ilikuwa imevuja. Swali halikuwa kama walifuatiliwa. Swali lilikuwa nani aliyewapa taarifa adui. Siku 2 baadaye walikuwa Anatolia. Milima ilikuwa mikavu na wingu ulikata kama wembe. Barabara nyembamba ilikatiza korongo refu. Intel mpya ilionyesha kwamba msafara mkubwa ulikuwa unavuka hapo jioni hiyo. Walipanga shambulio la kuvizia, si kuharibu kila kitu, bali kukamata data. Msafara ulionekana saa 14 na dakika 48 jioni. Malori 4, magari 2 ya ulinzi. Daniel alisubiri hadi gari la kwanza livuke alama. Mlipuko ulitikisa mlima. Gari la mbele lilipinduka na kugonga mwamba. Malori yakasimama kwa ghafla. Mamluki walitoka kwa kasi na kuanza kujipanga. Mapigano yalilipuka mara moja. Hakukuwa na ushindi wa haraka. Risasi zilikuwa zikiruka pande zote. Ethan alipigwa mguu na kuanguka, lakini alijivuta nyuma ya jiwe lingine na kuendelea kufyatua kwa mkono mmoja. Daniel aliruvuta kwa nguvu na kuongoza kikosi kuelekea lori la pili. Ndani kulikuwa na kifaa cha mawasiliano cha satellite kilichounganishwa na kompyuta ndogo. Data ilikuwa ikitumwa moja kwa moja. Hii haikuwa shipment tu, ilikuwa ni sehemu ya mfumo unaoishi. Milipuko midogo ya roketi ilianza kushuka kutoka ngani. Helikopta 2 zisizo na alama zilifika juu yao, zikitoa moto mzito. Break contact, Daniel alipaza sauti. Walijivuta chini ya mwamba huku lori moja likilipuka kwa moto mkubwa uliotoboa giza la usiku. Mawimbi makubwa yaliwasukuma mbali huku mabaki yakiruka juu. Walipofika kwenye manawari yao, kila mmoja alikuwa amechoka kupita elezi, lakini walikuwa hai na walikuwa na data. Siku iliyofuata, ndani ya chumba kidogo silo na madirisha, waliangalia data zote walizokusanya. Jina moja lilijirudia kwenye miamala ya kifedha, kwenye makampuni ya bandia, kwenye vibali vya usafirishaji. Mtu huyo hakuwa gaidi wa pori, alikuwa mfanyabiashara mashuhuri, wenye mikataba ya kimataifa, uso wa heshima kwenye mikutano ya uchumi. Iron Corridor haikuwa njia tu ya kusafirisha vipuri. Ilikuwa ni jaribio la kuunda silaha inayoweza kubadilisha mizani ya nguvu duniani bila taifa lolote kujulikana moja kwa moja. Daniel alifunga faili pole pole. Hii haikuwa mwisho, alisema kwa sauti ya chini. Kwa miezi 3 walikuwa wanajaribu kukata mizizi ya mtandao huo, lakini sasa walijua ukweli mgumu. Walikuwa wamezuia shipment moja tu. Mfumo ulikuwa ushaanza kuunganishwa mahali pale. Operation yao Uturuki ilikuwa mafanikio ya kimikakati, lakini kimikakati haimaanishi ushindi wa vita. Nje ya dirisha, jua lilikuwa linachomoza juu ya bahari ya Black Sea. Wingu ulivuma pole pole, ukibeba sauti ya mbali ya mawimbi. Daniel alisimama kimya kwa sekunde chache. Alijua kitu moja tu kwa hakika. Vita halikuwa limeanza bado, lakini lilikuwa linakuja. Na wakati litakapokuja, Iron Corridor itakuwa imegeuka kuwa kitu kikubwa zaidi ya kile walichokiona. Komando hawakuwa tena wanavizia shipments. Sasa wanaunda akili iliyokuwa nyuma ya mfumo huo. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545, na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.